Serikali inasema itawachukulia hatua kali walimu ambao walikosa kuweka wazi idadi ya wanafunzi shuleni mwao, ikibaini wanafunzi hewa 900,000 humu nchini. Wizara ya Elimu pamoja na tume ya kuajiri walimu pamoja na afisi ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi sasa zimeanza mchakato wa kuadhibu au kuwafungulia mashtaka maafisa wa elimu 62 wakiwemo walimu 14. Willy Lusige ana taarifa hiyo. Baada ya miezi kadhaa, hatimaye Wizara ya Elimu imetoa rasmi ripoti ya idadi kamili ya wanafunzi na shule za umma za msingi na upili kufuatia kukamilika kwa mchakato wa kutathmini na kupiga msasa takwimu hizo. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amesema uchunguzi umebaini kuwepo kwa tofauti kubwa kati ya idadi iliyoko kwenye mfumo wa elimu wa NEMIS na idadi halisi ya wanafunzi waliopatikana shuleni. Katika shule za msingi wanafunzi 800,000 walikosekana shuleni ili hali data zao ziko kwenye mfumo wa NEMIS. Katika shule za upili za chini au junior secondary, wanafunzi waliosajiliwa walikuwa 500,000 zaidi ya wale walioko kwenye mfumo wa NEMIS. Nayo sekondari ya juu ilishuhudia upungufu wa wanafunzi 87,000 kinyume na takwimu zilizopo kwenye mfumo wa NEMIS. The verification was conducted to safeguard public resources, strengthen accountability and ensure that government capitation is based on accurate, verifiable and credible enrollment data across all public basic education institutions. Ogamba amesema ripoti hiyo imekabidhiwa tume ya TSC pamoja na afisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI ili kuwachukulia hatua maafisa wa elimu 62 kwa kosa la kukataa kuwasilisha data, kuwasilisha idadi ya wanafunzi bandia haswa kwa kupitisha idadi halisi na kususia kuripoti kuwepo kwa shule hewa. 14 heads of institutions for failure or refusal to submit data for verification. Number 2, 20 heads of institutions for submitting inflated student enrollment data. Administrative action is being taken against 28 sub-county directors of education and quality assurance and standards officers. Ripoti hiyo pia inabainisha kuwa serikali imeokoa takriban shilingi milioni 900 baada ya kusitisha utoaji wa fedha za kufadhili masomo ya wanafunzi ambao data yao haikupatikana. Ufadhili huo pia umesitishwa hadi taarifa halisi zithibitishwe. Aidha, shule zote zilizobainika kuwepo lakini hazitoi huduma zitafungwa rasmi hivi karibuni, huku uchunguzi zaidi na hatua dhidi ya wahusika zikiendelea. There were 102 junior schools and 84 primary schools that were below the stipulated minimum enrollment threshold. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.